Usihukumu. Wanadamu tumekuwa tukitumia neno vibaya, neno usihukumu. Ni mara kadhaa nimesikia watu wanapoonywa juu ya ubaya fulani unaoutenda, anasema huyu mtu anahukumu. Sasa leo nataka tujifunze nini maana ya hukumu, ijue tofauti kati ya kuhukumu, tofauti kati ya kuonya na kushauri. Haya ni maneno mawili tofauti kabisa. Jambo la kwanza, tuanze kuijua nini maana ya hukumu kwa mujibu wa Biblia hii. Mathayo sura ya 7 na ule mstari wa kwanza, nisome hapo. Mathayo sura ya 7 na ule mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema kwamba msihukumu msije mkahukumiwa ninyi. Bila shaka hapo unaweza kupata mwanga kidogo. Maana ya hukumu, jua maana ya hukumu. Kwa nini Yesu akasema msihukumu? Tambua kwamba hukumu ni maamuzi yanayotolewa, yaani ni maamuzi ya mwisho yanayotolewa juu ya hatima ya uhai wa mwanadamu baada ya kufanya jambo ambalo ni jema au ni baya. Hukumu inakaa katika pande mbili. Kuna hukumu iliyo ya haki na hukumu isiyo ya haki. Jambo lolote unapotoa tamko la mwisho, yaani wewe unakaa pale juu unatoa tamko la mwisho kisha utekelezaji unatendeka, ile pale ni hukumu. Wewe leo hii mtoto wako amefaulu masomo, unasema ya kwamba kwa kuwa umefaulu, zawadi yako ni hii, ninakupatia shilingi 500, ninakupatia simu kubwa moja. Hiyo ni hukumu, ila ni hukumu iliyo ya haki. Kuna baadhi ya maswali nimejaribu kuandika hapa. Swali la kwanza ilikuwa ni nini maana ya hukumu? Aina za hukumu ziko ngapi? Alafu pia swali jingine, je, mwanadamu anaruhusiwa kutoa hukumu? Je, ni hukumu ya namna gani ambayo mwanadamu anaruhusiwa kuitoa? Ni kweli andiko linasema msihukumu, hilo libaki hivyo hivyo, lakini kuna aina ngapi za hukumu? Mwanadamu wa leo, hasa wanaojiita walokole, akionywa kwa jambo lolote ambalo alikuwa anakosea, anasema hapo una hukumu. Yaani ukionya kwamba wanawake hawapaswi kuvaa vinguo vinavyominya makalio, vinaminya matiti hivi, anatembea navyo barabarani, anaingia navyo kanisani, ukimwonya hapo anasema wewe unatoa hukumu. Hao wanaotembea barabarani wamevaa visuruali, wanawake wanatembea vimakalio vimeminywa hivi, ukimwonya huyo anasema una hukumu. Lakini tambua hukumu ziko za aina mbili. Kuna hukumu ya haki na hukumu isiyo ya haki. Biblia imeruhusu kutoa hukumu, lakini hukumu tunayoitoa, je, ni hukumu ya haki ama ni hukumu isiyo ya haki? Kwa mujibu wa Isaya sura ya 1 mstari wa 17, tusome hapo. Bila shaka wengi huwa tunaisoma Biblia kwa juu sana, ndio maana mtu anaishia kuwa kama mwehu fulani hivi. Yaani hujui unachokitetea, unaishia kusema ana hukumu, anakuonya juu ya ubaya unaoutenda, unasema ana hukumu, wakati Biblia imeagiza kwamba tuonyane kwa kukaripia, ili kwamba mtu asiingie katika lile shimo ama asiendelee kutenda ubaya. Isaya sura ya 1 na mstari wa 17 anasema kwamba jifunze kutenda mema, takeni hukumu na haki. Takeni hukumu na haki. Jifunze kutenda mema, takeni hukumu na haki. Hukumu ziko za aina mbili, kuna hukumu ya haki, kuna hukumu isiyo ya haki. Ile hukumu ya haki yatupasa tuitoe. Ashumu kwenye kesi mahakamani. Mahakamani huwa kunakuwa na hakimu, pia kunakuwa na yule anayehukumiwa. Hakimu anapotoa adhabu juu ya mtu ambaye amekosea, ameharibu mahali, labda ameua, hakimu anapotoa maamuzi juu ya ile kesi kwamba huyu mtu amefanya hili jambo ambalo ni baya, tunamhukumu kifungo cha miaka labda 5, ile pale ni hukumu inatolewa, ni hukumu ya haki. Sio kwamba Biblia imekataza kufanya hivyo. Hukumu ya haki yatupasa tuitoe. Mtu kafanya ubaya, unasema kwa ubaya huu unastahili malipo haya, na anayapokea pale pale, ile pale ni hukumu ya haki, yatupasa tuitoe. Lakini kuna ile hukumu isiyo ya haki. Hukumu isiyo ya haki ni ile ambayo inaambatanishwa na hila pembeni, kwamba mtu alitakiwa apewe haki huyu hapa, labda kuna kesi mbili, mmoja kanyang'anywa shamba, mwingine ndio amenyang'anya hilo shamba. Kesi inavyoendeshwa pale, yule hakimu anayetoa maamuzi anasema yule aliyenyang'anywa shamba ndo ana makosa, wakati yule ambaye alinyang'anya ndio alikuwa na makosa. Ashumu mmiliki wa shamba alikuwa ni huyu, halafu unamwambia huyu ndio mwenye makosa, aliyenyang'anywa, aliyeonewa, unasema ana makosa. Hiyo ni hukumu isiyo ya haki, yatupasa tusiitoe hata siku moja. Biblia imeruhusu kutoa hukumu. Hukumu ya namna gani? Kuna hukumu ya haki, kuna hukumu isiyo ya haki.
Ukipiga propaganda fulani, ukapokea rushwa kwa fulani ili kwamba umuonee mtu mwingine, hiyo ni hukumu ambayo siyo ya haki. Yesu Kristo siku ile ya mwisho atasimama kama hukumu, kama mtu wa kutoa hukumu, kama hakimu mkuu kwa maisha ya mwanadamu. Atatoa hukumu kwa wale waliotenda mema na atatoa hukumu kwa wale waliotenda mabaya. Kwa wale waliotenda mabaya, hukumu yao itakuwa kuingia kwenye jehanamu ya moto, ni hukumu hiyo. Halafu pia kwa wale waliotenda mema watapewa hukumu, nao watahukumiwa. Kama ulitenda mema, unastahili hili hapa. Ulitenda mabaya, unastahili hili hapa. Hiyo ni hukumu. Sasa watu wa leo ukiwaonya juu ya ubaya, anasema hapo na hukumu. Biblia imeruhusu kuonya, kukaripia na kutaka hukumu ya haki. Tusome tena Yohana 7:24. Yohana sura ya 7 mstari wa 24. Neno la Bwana linasema ya kwamba basi msihukumu hukumu ya macho tu. Basi msihukumu hukumu ya macho tu, bali ifanyeni hukumu iliyo ya haki. Hukumu iliyo ya haki inastahili. Hukumu isiyo ya haki inaambatanishwa na propaganda nyingi ili kumuumiza, ili kumuonea yeye ambaye ana haki. Unamtendea jeuri. Hiyo ndio hukumu isiyo ya haki. Epuka kutoa hukumu juu ya kesi ambayo hujui ama hauna uhakika ya kwamba hii kesi ni yupi ana makosa, yupi hana makosa. Epuka kutoa hukumu kwa kesi ambazo huzijui. Yaani hujui, hauna uhakika. Ogopa sana kumuonea mtu ambaye alitakiwa apewe haki, wewe unamnyima haki yake. Ogopa sana kutoa hukumu ya namna hiyo. Tuje kwenye neno jingine, kuonya alafu pia kushauri. Tujue tofauti yake. Kuonya ni kitu gani? Bila shaka tumeona alama kadhaa barabarani ama mahali fulani ambapo ni hatari. Tunaona kuna alama ile ya warning, ile warning sign inawekewa na alama nyekundu kabisa kwamba hii sehemu ni hatari, usisogee. Na wakati mwingine unakuta hata king'ola, kwa mfano kwenye yale magari barabarani yale ambayo yanabeba wagonjwa, mara nyingi unakuta yana king'ola pale juu, kinapiga muda wote, kinapiga makelele, kinaashiria hiyo ni hatari. Unakaa pembeni unapoiona hiyo gari. Ile pale ni ishara ya kuonyesha kwamba hiyo sehemu haupaswi kusogea. Ashumu labda kuna sehemu nyaya za umeme zimedondoka, pamekaa vibaya. Mtu akaenda akajitolea kaweka kile kibao cha warning sign, kaweka na alama nyekundu pale kwamba pale usisogelee. Bila shaka hapo hautaweza kusogelea. Na bila shaka haujawahi kuona mahali ambapo pana warning sign, halafu warning sign jinsi walivyoitengeneza, wamechora tu emoji tu watakuchekesha, wameweka kama katuni zinacheka cheka, wameweka tu matunda tunafurahisha pale. Bila shaka kama hiyo ni sehemu ambayo ni hatari alafu akaweka hivyo, ni rahisi hata mtu kusogelea pale. Kwa nini warning sign waweke alama ya hatari? Onyo siku zote huwa linatolewa kwa lugha ambayo ni kali. Onyo linatolewa kwa lugha ambayo mtu ataogopa, atashtuka kwamba kweli ili jambo sio la kulifanya, wala sio kwa kusogelea pale. Biblia imeruhusu kutoa maonyo juu ya mwenye dhambi, juu ya mtu anayetenda dhambi. Tukisoma katika kitabu cha Tito sura ya 2 na ule mstari wa 15, neno la Bwana linasema kwamba nena maneno hayo, onya na karipia kwa mamlaka yote, asikudharau mtu awaye yote. Onyo linatolewa kwamba kwa ubaya huu unaotenda, kwa dhambi hii, kwa uzinzi huu unaoendelea nao, kwa hizi staili za kunywa denge alafu nakaa kanisani unapiga na kinanda, hiyo ni onyo kali linatolewa ili mwanadamu aokolewe kwa lazima katika shimo analoliendea. Maonyo yanaruhusiwa. Unapomwonya mtu kwamba acha ubaya huu, achana na hii njia, ina madhara mbele, unamuonya kwa ukali na unamuonyesha madhara ama matokeo ya kukifanya hicho kitu anachokifanya, kwamba itakuwa ni jehanamu ya moto. Basi huko sio kuhukumu. Huko sio kuhukumu, bali ni kuonya. Hata Biblia imeruhusu tufanye hivyo. Hivyo maonyo yanastahili. Kutoa maonyo juu ya mamlaka ama mtawala yeyote ambaye anafanya mabaya, ambaye maisha yake ni ya uovu, hiyo sio maana ya hukumu, bali tafsiri yake ni kwamba unamwonya ama unataka aachane na ile njia mbaya ambayo anaitenda. Tunaona hata wenzetu waliotutangulia walikuwa wakitoa hukumu ambayo ni ya haki. Kama ni maonyo,
walikuwa wanaonya. Mtu anapokuambia acha ubaya huu, tafsiri yake ni kwamba anataka usikutane na madhara ambayo yako mbele. Yale maonyo sio kwamba na kuhukumu, bali anakutetea, anakusaidia ili usije kuingia kwenye shimo ambalo ungekuja kuingia. Biblia imetutaka tuonye. Halafu pia jambo jingine ni kushauri. Kushauri maana yake ni kumuonyesha mtu madhara ya njia anayoipita, kwamba kwa njia unayoiendea hii, kwa tabia unazoendelea nazo hizi, madhara yako mbele. Madhara yake ni 1, 2, 3. Unamshauri mtu kwa lugha yoyote ili yule mtu ajue kwamba hii njia si sahihi, ajue kwamba hii njia ina madhara mbele. Unashauri, unamwepusha mtu na mabaya ambayo yangekuja kumkuta mbele. Huyu mtu anafanya mauaji kama wanavyofanya siku ya leo kwenye kizazi cha leo. Kwa hiyo unapomwelekeza kwamba hili jambo unalolifanya litakuja kuwa na madhara kwako ama kwa jamii yako utakaoiacha ama kwa watoto wako baadaye, unapomshauri mtu kama huyo, sio kwamba unamhukumu, bali unamwepusha na mabaya yaliyo mbele. Wengi hatutaki kuonywa, hatutaki kushauriwa, tumekaza shingo kweli kweli. Ndipo linatimia andiko lile katika kitabu kile cha Mithali sura ya 29 na mstari wa 1, ya kwamba aonywaye mara nyingi akishupaza shingo yake atavunjika wala hapati dawa. Ni kweli, utavunjika, utachekelea, utafurahia vile ambavyo utavipata hapa duniani kwa hila, lakini laana na mabaya yote yatakuandama hapa duniani. Utathibitisha mwenyewe kwa macho yako, yatakuandama. Kubali kuonywa, uwe ni mtu wa kushauriwa, uache njia mbaya, utubu, ugeuke. Bila shaka umepata mwanga maana ya hukumu ni nini, pia na maana ya kushauri, alafu pia kuonya. Bila shaka umepata mwanga juu ya hayo. Biblia inaruhusu kutoa hukumu iliyo ya haki, ila hukumu isiyo ya haki usiitoe. Alafu pia ushauri, kuonya kunaruhusiwa. Baba zetu na ndugu zetu waliotutangulia, waliosimama katika haki, walikuwa ni watu wa kupigia kelele na kuwaonya watawala ya kwamba mabaya haya acheni. Tunawaona akina Musa walipiga kelele juu ya taifa la Israeli ili kwamba wasitende ubaya, sije wakaachana na Mungu. Tunaona akina Elia walipaza sauti siku zao za kuwepo hapa duniani, wakiwaambia hata wafalme au malaisi ya kwamba kwa ubaya huu acheni. Tunawaona akina Ezekieli, tunawaona akina Isaya, tunawaona akina Yeremia walipitia maisha fulani ya shida na dhiki, lakini walikuja kuwa ni watu wa heshima, sababu walisimama kuitetea haki na kushauri na kutoa maonyo juu ya mabaya yaliyokuwa yanatendeka. Ni sauti ya mtu aliye nyikani ikisema, tengeneza njia ya Bwana, nyosha mapito na njia zako. Bwana anakuja, kwa kila utendalo litapata malipo sawa na utendalo. Amen.